sio rahisi. Unadhani ni rahisi hivyo kula senene tu? Haya. Mchezo wa kwanza wa ligi, mchezo mgumu, lakini tunafanikiwa kupata ushindi wa magoli 2, alama 3. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutujalia kupata ushindi hii leo. Ni ushindi ambao tulihitaji sana. Ukisikia mwanzo mzuri, basi huu ndio mwanzo mzuri, mwanzo bora, mwanzo wa kuvutia. Haikuwa rahisi kupata ushindi wa magoli 2 kwa bila dhidi ya timu ya Kagera Sugar. Kagera ni timu geni katika ligi msimu huu, kwa sababu msimu uliopita ilikuwa ligi daraja la kwanza. Lakini imenishangaza na naamini imewashangaza watu wengi. Ni timu nzuri kweli, ina mchanganyiko wa vijana wadogo wapya. Kuna watu ndio kwanza nimewaona hii leo, lakini wana uwezo na ubora wa hali ya juu sana. Lakini ina mchanganyiko vile wa wachezaji wazoefu ambao bado wana uwezo mkubwa. Wametupa mechi nzuri kweli hii leo, wameonyesha ushindani wa hali ya juu kweli. Haikuwa rahisi kupata goli 2 ama kucheza pungufu kwa takriban dakika 30, baada ukafanikiwa kuzuia goli ambalo umelitanguliza, lakini ukafanikiwa kupata goli jingine. Haikuwa kazi rahisi. Ilihitaji kila mchezaji acheze. Tuko pungufu, tupo 10 uwanjani. Kwa hiyo kila mchezaji anatakiwa acheze kwa nafasi yake, akiziba nafasi ya mchezaji aliyepungua kiwanjani. Unaweza kuona ni ngumu kiasi gani, lakini wachezaji wakapambana, gap likazibwa na goli likapatikana, na ushindi wa goli 2 kwa bila umepatikana. Sisi kwetu ni faraja kubwa. Anastahili heshima kubwa mwalimu Steven Becker na jopo lake lote la ufundi pamoja na wachezaji wa Simba kwa kujitoa kutupa heshima hii ya ushindi ugenini. Kucheza pungufu mara nyingi inakuwa ni tatizo kwenye timu, lakini sisi tumeona tukicheza pungufu tukafanikiwa kupata goli. Ukiwa pungufu unaongeza umakini. Mara nyingi huwa ina hiyo advantage, kwa sababu kila mmoja anakuwa anajua sisi tayari tuna upungufu. Lakini upungufu unatakiwa kuzibwa na wachezaji waliopo. Kwa mfano, wakati tuko pungufu ulimuona Morris ameshuka kuja kucheza nafasi ya Duchu, lakini wachezaji wengine wote wanajua Morris lile sio eneo lake la asili. Kwa hiyo atakuwa na mapungufu mengi kucheza eneo lile. Tunafanyaje? Timu nzima ikawa imehamia huko kwa ajili ya kumsaidia Morris asifanye makosa, na baadaye akatoka akaingia mwenye nafasi yake Nathaniel Chilambo na akafanya kazi nzuri. Kwa nini tumeweza kucheza pungufu na kupata ushindi? Kwa sababu wachezaji walitambua kwamba kila mmoja analo jukumu la kuziba nafasi iliyoachwa wazi. Kwa hiyo kila anacheza kwa uwezo wake, anaongeza na uwezo mwingine kwa ajili ya kuisaidia timu kwa mchezaji ambaye ametolewa kwa kadi nyekundu. Hicho ndicho ambacho kimetusaidia kuweza kupata ushindi hali ya kuwa tukiwa pungufu. Katika ule muda ambao tulikuwa pungufu, unaona kabisa namna kikosi kilivyokuwa, lakini baadaye mwalimu Becker anakuja anafanya mabadiliko ambayo yanarudisha timu katika shape yake. Hii tunaiweka vipi? Mabadiliko ya Maema pamoja na Mpanzu yalikuwa chachu kubwa sana kwenye kuiamsha timu, hasa kwenye eneo la katikati. Maema amefanya kazi kubwa sana ya kulink up. Wakati anaingia Maema tulidhana anakuja kucheza namba 6. Alafu Jabara acheze juu, lakini ikawa tofauti. Jabara akabaki chini, Maema akasogea juu. Na baada ya Maema kuingia, unaona kulikuwa kuna pasi za maana zinapigwa pale mbele kwa ajili ya kutafuta bao. Kwa mabadiliko ya kiufundi ambayo mwalimu Steven Becker aliyafanya, ndio ambayo kwa namna moja yalisaidia kuiamsha timu na kuongeza kasi ya mashambulizi. Libasege mchezo wa kwanza, assist 2 ambazo zina maana kubwa za alama 3. Ukiangalia timu yetu hivi sasa, kuna wachezaji wamerudi na kiwango kile cha msimu uliopita. Hapa nazungumzia wale wachezaji waliokuepo. Lakini Libase yeye amerudi na kiwango bora zaidi ya alichokuwa nacho msimu uliopita. Ukiangalia michezo yote ambayo tumecheza mpaka sasa, na ukiangalia mchezo leo, unaona high performance ya Libase. Leo alikuwa high kweli.
kwenye kutengeneza mashambulizi, kwenye kutengeneza hatari, kwenye kuisaidia safu ya ushambuliaji kupata mabao. Ametengeneza nafasi nyingi, lakini nafasi ambazo zimekuwa za wazi na zikapata bao ni kona ambayo alimpasia Ismail Ture akaweza kuandika bao la kwanza. Lakini bao la pili ambalo kwangu ni goli bora kweli kweli, namna ambavyo limetengenezwa, uharaka aliokuwa nao baada ya kuchukua ule mpira, anatoa pasi kwenye nafasi nzuri, Mpanzu anakutana nayo, anakuja kipa Kagera anampunguza, anafunga. Ni akili ya Libase Geye pamoja na uharaka aliokuwa nao. Kwa hiyo kila mchezaji amerudi na kiwango chake kile kile cha ubora, lakini Libase Geye ameongezeka ubora maradufu zaidi, na kwa sasa ndiyo ambaye amekuwa akitoa chachu ya ushindi kwenye upande wa Simba Sports. Lakini ukiona mpaka golikipa anashindwa kuendelea na mchezo, maana yake ameumia, na sisi tunaombea yasitokee makubwa zaidi, aweze kupona kwa haraka, arejee uwanjani. Ametoka Kasali, akaingia mlinda mlango Abel Hussein ambaye akatuweka salama. Of course hii ndio faida ya kuwa na top golie, unakuwa hauna mashaka yule mmoja akipata changamoto. Kwa hiyo ameingia Abel Hussein, ametuweka salama, tumeondoka na clean sheet. Kwa hiyo kwa sasa tunakwenda kuwasikiliza madaktari wetu wanatueleza nini kuhusiana na afya ya mchezaji wetu. Baada hapo tutakuja kuwajulisha watu muhimu, watu wawe karibu na Simba app. Kabla siku haijatamatika tutatoa ripoti kamili ya Kasali kuhusiana na afya yake. Sawa, semaji toka tumefika Kagera jana, nadhani wewe mwenyewe umeshuhudia namna ambavyo mashabiki wa Simba walivyokuwa hapa. Unaizungumziaje? Miongoni mwa mikoa ambayo ina love kubwa, watu wana mapenzi makubwa na timu yao ni pamoja na mkoa wa Kagera. Ulishuhudia jana airport, watu walikuwa wengi kweli kweli, hamasa ilikuwa kubwa kweli kweli, mzuka wa kiwango cha juu sana. Watu wanataka kuiona Simba yao, watu wanaipenda Simba yao. Na hii leo uwanjani umeshuhudia pamoja na mfumo mpya wa ununuaji wa tiketi ambao bado watu hawajauzoea, lakini unaona watu wamekuja wengi. Ukiangalia mechi nyingi za ligi kuu NBC round hii ya kwanza, viwanja vingi vilikuwa vitupu sana kwa sababu watu wana changamoto ya kununua tiketi. Lakini kwa hapa Bukoba Kagera, pamoja na hiyo changamoto, lakini watu wamepambana wanavyoweza kupambana, na tuliwahimiza tangu jana kwamba kila mtu anunue tiketi yake mapema jana ile ili asipate changamoto ya kimtandao. Kwa hiyo watu wamefanya hivyo na wameona uwanja wa Kaitaba wamejana, hawajakaa kinyonge. Ilikuwa ni full shangwe mwanzo mwisho, na bila shaka watu wa Kagera hakuna wanachotudai. Wametutuma ushindi, tumewapa ushindi, sisi na wao hatudaiani. Kinachofuata, kikosi kinaondoka kesho Jumatatu, Mungu akijalia, majira ya mchana kuelekea Mwanza. Tunaondoka hapa na ndege Air Tanzania moja kwa moja mpaka Mwanza. Tutakuwa Mwanza pale kwa siku mbili. Tarehe 19 ni mchezo wetu mwingine wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba. Ni mechi ngumu hiyo, lakini tunakwenda kuanza maandalizi. Nitoe rai na wito kwa wana Mwanza wote. Kila mmoja anakumbuka nini kilitokea kwenye mechi iliyopita pale CCM Kirumba. Mnyama anakuja tena Kirumba. Tunataka ushirikiano wa kiwango cha juu, tunataka support ya kiwango cha juu, twende tukachukue alama 3 dhidi ya Pamba tarehe 19.